Tumeona vitabu wakati vinafumbuliwa, kilifumbuliwa kitabu kinaitwa kitabu cha uzima. Hiki ni kitabu cha kwanza, kinaitwa kitabu cha uzima. Na kitabu cha uzima, humo munaandikwa majina yote ya waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Ikiwa wewe umepata nafasi ukasikiliza Injili na wewe ukaifuata, wewe moja kwa moja unahamishwa, unaandikwa kwenye kitabu kinachoitwa kitabu cha uzima. Ndiyo maana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5 imeandikwa hivi: yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Unaona, kumbe ikiwa leo utakuwa mshindi, na ushindi ule tunapambana na nguvu zisizoonekana, nguvu za giza ambayo matendo yake yanaonekana kwa kila mtu unapofanya dhambi. Ikiwa wewe utakuwa mshindi wa dhambi, inawezekana dhambi yako ni sigara, inawezekana dhambi yako ni zina, inawezekana dhambi yako ni kusengenya wengine, inawezekana yani kila aina ya dhambi. Ikiwa utakuwa mshindi zidi ya hiyo dhambi, Mungu ameahidi kuandika jina lako katika kitabu cha uzima, na likiandikwa halitafutwa kamwe. Na hiyo kushinda dhambi inadhihirishwa pale mtu anapokuwa amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, na anadhihirisha hili kwa kitendo cha kubatizwa na kuzamishwa majini. Huyo mtu anaandika jina lake moja kwa moja kwenye kitabu cha uzima, na likiandikwa haliwezi kutoka, likiandikwa haliwezi kufutwa. Kitabu kingine kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Kwa mujibu wa kitabu cha Malaki sura ya 3, kitabu cha Malaki sura yake ni ya 3 mstari wake ni wa 16. Tuangalie hiki kitabu cha ukumbusho kinakuwa na habari gani. Inasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Hiki kitabu cha ukumbusho kwa mujibu wa Malaki sura ya 3:16 anasema kwamba ni kitabu ambacho akaangalia wanadamu wakisemezana. Wanaposemezana ndipo kitabu hicho kinatokea. Utasema kwa nini wasemezane ndipo kitabu cha ukumbusho kionekane? Ni kwa sababu katika kitabu cha ukumbusho humo munaandikwa kila matendo mema yote, maneno na mawazo mazuri ya kila mtu. Unaona, kumbe katika kitabu cha ukumbusho mumeandikwa kila tendo njema ulilowahi kulifanya tangu umezaliwa. Mumeandikwa mawazo mazuri yote tangu uzaliwe, yameandikwa kwenye kitabu kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Kila neno nzuri ulilosema limeandikwa humo humo. Ndiyo maana wakati mwingine unaweza ukafanya jambo jema na wanadamu wasilione. Usiwe na shaka, maana hilo limeandikwa kwenye kitabu cha ukumbusho. Kitabu cha ukumbusho hicho, kuna saa utatolewa ripoti ya kwamba matendo yote mema uliyoyafanya ndiyo haya na unatakiwa kulipwa hivi. Ndiyo maana usijipe taabu kubwa. Umemsaidia huenda mtu akashindwa kurudisha shukurani. Mungu ameandika kila tendo njema tangu kuzaliwa kwako ulilowahi kulifanya.
kila fikira nzuri uliyoweza kuifikiria imeandikwa kwenye kitabu kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Alafu kinakuja kitabu kingine. Kitabu hiki kinaitwa kitabu cha mauti. Kitabu cha mauti. Kwa mujibu wa kitabu cha Hosea, tuangalie anasema nini kuhusiana na kitabu hiki cha mauti. Hosea sura yake ni ya 13, mstari wake ni wa 12. Biblia inasema mambo yafuatayo. Inasema, uovu wa Efraimu umefungwa, kwa kukazwa dhambi yake imewekwa akiba. Hiki kitabu cha mauti ni kitabu kibaya kuliko vingine vyote. Mbinguni kuna vitabu vitatu, na tunaangalia moja kwa moja. Tumeanza na kitabu cha uzima, ambamo humo kila mtu aliyeitwa mshindi wa dhambi ameandikwa humo. Kitabu cha ukumbusho yameandikwa matendo mema yote tangu kuzaliwa, maneno yote tangu kuzaliwa, mawazo yote mazuri tangu kuzaliwa. Lakini kitabu cha mauti mumeandikwa kila uovu ulioufanya tangu uzaliwe. Upo uovu ulioufanya hata gizani, na ukafikiria watu kwamba hawakuone, lakini nao umeandikwa katika kitabu cha mauti. Na hicho kitabu kila nikifundisha, ninawaonya watoto wa Mungu, jihadharini sana, usije ukaruhusu jina lako liandikwe humo, kwa sababu humo munaandikwa kila neno, munaandikwa kila tendo, munaandikwa kila wazo mbaya alilolitenda mwanadamu. Humo mumeandikwa hata nafasi nzuri za kuokolewa ulizozipata ukazipuuzia. Ulihubiriwa vizuri na ukakataa injili kwa makusudi mazima. Uliona wazi ya kwamba kinachohubiriwa ni ukweli, lakini moyo ukaufanya kwa makusudi, ukaufanya moyo wako kuwa mgumu. Hayo yote yameandikwa katika kitabu kinachoitwa kitabu cha mauti. Saa ile ya hukumu ikidhihirishwa wazi, alafu ikionekana matendo yako yalikuwa mabaya, na wewe ukapata sehemu ya kuingia katika moto wa milele wa jehanamu, Mungu ataonesha matendo yake mazuri yote aliyokuletea, nafasi nzuri yote aliyokuletea ya kuweza kutubu. Atakusikilisha injili ambayo ulioisikiliza, maana ameiweka rekodi. Wakati unaingia kwenye moto wa jehanamu, unajua kutakuwa na watu wengi